Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee mambo mawili matatu nikiwa ndani ya Yesu. Na najua ya kwamba inaweza badilisha maisha ya mtu, najua inaweza badilisha mtazamo wa mtu, na inaweza badilisha jinsi tunavyomtumikia Mungu. Huyu ni Shepherd Steven. Nataka ninene na wachungaji. I want to speak to the pastors. Nataka niongee na makuhani na wachungaji, watumishi wa Mungu. Kuna ujumbe nataka nishare na nyinyi kwa ufupi sana. Na najua sisi wote tumekuwa tukijiangalia kwa mitandao na mambo imekuwa ikifanyika hata mahali ambapo tunaishi ama tunakaa. Imekuwa ya kwamba hata mchungaji unajipata amefungwa korokoroni, amefungwa jela. Mtu ambaye alikuwa naitwa kuhani, mtu ambaye alikuwa ameaminiwa kazi ya Mungu, mtu ambaye alikuwa nalisha kondoo wa Yesu, inajipata ya kwamba amepatikana na hatia kwa sababu ya mambo ya ulimwengu. Najua kuna mtu anaweza sema ni mambo ya kisheria na sijakataa. Kuna mtu anaweza sema ya kwamba majaribu inatukuta sisi wote, hiyo yote ninakubaliana nayo. Na najua kuna mtu anaweza sema ya kwamba sisi wote ni wanadamu. Hapo ninakubaliana na wewe kabisa, sisi wote ni wanadamu. Lakini katika ile hali ya kumtumikia Mungu, katika ile hali ya kuwa kuhani ambaye yako in charge kondoo wa Mungu, maandiko inasema ya kwamba to whoever much is given, much is expected. Sijakuja hapa kujudge mtu yeyote. I have not come to make any judgment. I have not come to condemn anyone. Sijakuja kuinukia mtu yeyote. Ninawatii wote katika jina la Yesu. Ninawatii na kuheshimu wote kama watumishi wa Mungu katika jina la Yesu. Swali ambalo nimekuwa nikijiuliza, ilifikia wapi ya kwamba mchungaji akombaka na kola ile ya makuhani, lakini anajipata amefungwa korokoroni ama amefungwa jela? Na mambo ambayo imefanya afungwe jela, hajafungwa kwa sababu ya huduma, sio mambo ya Mungu imefanya afungwe. Hajafungwa kwa sababu ya injili kama venye akina Paulo walifungwa kwa sababu ya injili. Amefungwa kwa sababu ya mambo ya ulimwengu. Mambo mengine unapata ya kwamba ni mambo ambayo inafanya na watu ambao hawamjui Mungu, watu ambao hawajaokoka. Lakini shetani amefika kiwango ya kuaibisha kazi ya Mungu, ya kwamba mtu anaitwa mchungaji ama askofu ako na kola, lakini amefungwa kifungo kwa sababu ya wengine ni defilement, wengine ni mambo ya wizi, na wengine ni mambo kama hayo. So ningetaka tuulizane, ilifika mahali gani hii neema ambayo Mungu ameachilia juu ya maisha yetu ikafika kiwango ya kudifailiwa ama kunajisiwa, kiwango ya kwamba tunaenda korokoroni ama watu wanapelekwa jela? Ilifikia hapo lini ya kwamba mtu ambaye alikuwa anaitwa mchungaji ama kuhani anapatikana na kesi ya defilement, inamsukuma jela, naenda na kufungwa? Ilifikia hapo wapi? Is it that we are dead spiritually? Is it that dhamira zetu haziko hai? Is it that ya kwamba hatutii sheria za Mungu ama hatusikizi sauti ya Mungu? Because the Bible says, Yesu akaambia wanafunzi wake, kama mnanipenda mtatii sheria zangu. If you love me, you'll keep my commands. Sisi ambao tunajiita makuhani ama wachungaji, ilifikia wapi ya kwamba tunapitwa na watu wa dunia? Mtu wa dunia anajua ya kwamba kudefile ni vibaya, mwingine anajua kuiba ni vibaya, lakini sisi ni kama shetani alitukamata, tunaona kama mambo yote ni ya kawaida. Si Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu. Si Mungu tu aturehemu, akuja atetee kazi yake katika jina la Yesu. Nilikuwa napitia maandiko nikasoma in the book of John chapter 4 verse 23 na 24. Ninataka nikusomee kitambo tuone mahali ambapo nilikuwa nataka tusome. John chapter 4 verse 23 inasema hivi. Ni Yesu alikuwa anaambia yule mama Msamaria, na najua sisi wote tunaelewa hiyo. Akasema ya kwamba lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli.
maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Is it that we are not true worshippers? Is it that hatumwabudu Mungu kwa kweli na kwa roho? Ndio maana imefika kiwango ya kwamba tunajipata kwa mambo ambayo haifai. Tunajipata kwa mambo ambayo inafanywa na watu wa ulimwengu. Tunajipata kwa mambo ambayo hata watu wa kawaida they are not finding themselves in them. Lakini sisi tunaenda kuaibisha mafuta, tunaenda kuaibisha hiyo neema. Tuko na kola ya mchungaji lakini amefungwa jela kwa sababu ya mambo ambayo haifai. Is it that we are not true worshippers? Is it that sisi sio waabudu halisi? In the book of 1 Chronicles chapter 15, hivi ndivyo inasema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno inasema ya kwamba, I think it is 2 Chronicles chapter 15, 2 Chronicles chapter 15 verse 2. Wacha tuanzie verse 2. Hivi ndivyo inasema. Naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Benjamini, Bwana yu pamoja nami, nanyi mkiwa pamoja naye. Nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawacha ninyi. Huyu ujumbe umekuwa ukinisukuma sana kwa muda. Lakini ni vizuri, najua naweza saidia maisha ya mtu. Wewe ambaye haujanifollow, ninaomba uweze kunifollow na Mungu atakusaidia.